wewe ulipo hapo una vitu vitatu. Una mwili, una nafsi na una roho. Na wokovu unaanzaga na roho, hauanzagi na mwili. Wokovu unaanzaga na roho. Unapomwamini Yesu, roho yako inazaliwa mara ya pili, sio mwili. Roho yako inafufuka kutoka kwa wafu, jina linaandikwa mbinguni, unaanza safari ya wokovu. Sasa, na hapa ndipo ambapo pia watu wengi wamechanganyikiwa katikati. Safari ya wokovu, narudia, au safari ya kuokolewa. Ndio maana ukiniambia hapa kuna mtu kaokoka, mimi nitakukatalia. Hakuna aliyeokoka hapa. Si ndio lugha tunayotumia mtaani, nimeokoka na mpenda Yesu. Mnadanganyana, ni lugha tu na story. Hakuna aliyeokoka hapa. Hayupo. Hamjaelewa. Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndo ataokoka. Sasa hivi wewe ni candidate wa kuokolewa. Yaani wewe umeingia kwenye program ya wale ambao Mungu nisaidie. Sina mpango wa kuharibikia duniani. Nisaidie, lakini mimi peke yangu siwezi, nisaidie. Nimekuamini Yesu uliyekufa ukafufuka, nifufue, nisaidie. Unaanza kutembea na Yesu. Ndio maana swali, mfano swali, Mkristo anaweza akaanguka akatenda dhambi au? Yes, anaweza. Haruhusiwi, lakini wanaanguka. Ndio maana Daudi anasema mwenye haki huanguka hata mara 7. Sio dili kuanguka, kwa sababu unaweza ukaanguka usiamke tena. Ila ni safari, yani wokovu ni safari. Katikati utakutana na shetani ambaye ameapa usiingie mbinguni. Katikati, sasa ndio narudi kwenye kipengele. Katikati ya njia una mwili, ambao nimekwambia ukiokoka ni roho. Lakini mwili na nafsi, Biblia inasema mfanye upya katika nini? Nafsi zenu, katika nia zenu, mfanye upya katika nia zenu. Nia ndio nafsi yenyewe. Ukiokoka unatakiwa upite process ya kugeuza moyo wako. Unapita kwenye process. Mungu anaanza kukusaidia kugeuza moyo wako. Ila roho yako imeokoka. Na unapotenda dhambi kama umeokoka, si rahisi Yesu akakuacha hapo hapo. Kitabu cha Tito sura ya 2, Biblia inasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Utatafuta tu hapo sura ya 2 utaikuta. Neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa uovu. Maana yake ni nini? Na hiki ndio kitu ambacho, narudia, nimefundisha hili somo nikaweka kwenye mtandao wiki hii nafikiri. Ndio kitu ambacho kinachanganya Wakristo wengi. Kwa nini unaweza kukuta wale wanaonena kwa lugha kanisani, ukiwafuatilia kabisa, yani ukachunguza, unakuta mwingine ni mzinzi. Ukichunguza unakuta mwingine anakatabia kauongo. Mwingine hivyo. Lakini kunena kwa lugha ananena kwa lugha. Hata hapa huenda wapo. Na wenyewe anashangaa, mbona anena kwa lugha lakini mbona dhambi inanishinda? Mbona nashindwa kusema sitaki? Si wako ambao mnajidanganyaga mkienda likizo huko. Shauri yenu. Sikilizeni. Lakini ukiangalia unaona kabisa Mungu yuko na wewe. Lakini you still do mistakes. Ni muongo. Hivyo ndio maana mpaka sasa hivi watu wanasuka, wanavaa masuruale, lakini wananena kwa lugha. Ngoja niwaambie,
kazi ya kumwokoa mwanadamu ni ngumu sana. Ni ngumu sana kuliko mnavyofikiria. Kwa hiyo unavyosikia neema, neema ni mkono wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu unaomvumilia kwa vingi mno. Kwa vingi mno. Na si kwamba Mungu anakuacha. No, anakuwa na wewe. Anavumilia madudu yako, anavumilia mauzauza yako, ili kusudi la ile neema, si kwamba neema inakupeleka mbinguni, hakuna. Kusudi la neema ni kukuokoa, kukutenga na tamaa. Umeokoka leo, inaanza kukusaidia taratibu. Unaacha cha kwanza, inakusaidia, unarudi nyuma, inakusaidia tena, inakupush. Ndio maana watu wanashangaa kwa nini wanatenda dhambi lakini Mungu anamuona. That's why ukiona una Mungu usidhanie unaenda mbinguni. Hakuna. Yaani hii narudia wanangu. I teach you what is in Bible. Watu wengi wanachanganyikiwa wanavyoona Mungu wako naye. Wakilala anawapa na ndoto, wakiamka anawapa na kuomba, wananena kwa lugha. Lakini wewe mwenyewe kaa kweli, angalia kwenye kioo. Umeokoka kweli wewe? We mwenyewe tu umeokoka, lakini Mungu naona unaye. Ila ukijiangalia makosa, mauzauza unaofanya, unabaki kujiuliza, hivi nimeokoka kweli? Sasa sikilizeni, na hiki ndio kimefanya watu wengi wamezoelea dhambi. Usizoelee dhambi kwa sababu unaona Mungu yuko na wewe. Mungu anavumilia ili uokoke, utoke kwenye tamaa, ufike kwenye haki na utaua. Ndio Biblia inavyosema. Utoke kwenye tamaa, ufike kwenye utaua. Kwa hiyo Mungu huwa na kazi ya kutuvumilia. Sasa prayer and fasting, the more una pray, unanena kwa lugha, unajiombea, ndipo Mungu anakupa neema ya kushinda udhaifu. Ya kushinda udhaifu. Unajikuta ghafla ile neema inakukamilisha. Kazi ya neema ni kukamilisha. Ukifanikiwa kukamilika ndio utaenda mbinguni. Hujafanikiwa kukamilika, ukafa katika udhaifu lakini ulikuwa na Mungu, jehanamu. Wacha tusome hilo andiko. Tito. Mstari wa ngapi nyinyi ambao mmechungulia kwenye Biblia? 11. Tito. Ili muone, kwa sababu watu nadhania, ndio maana msione watu wanavaa masuruali sasa hivi lakini wananena kwa lugha, wanasuka, wana nini na nini, na wengine ni wachungaji na ni wanawake wana umomo. Sikiliza, msalagambo, vurugu. Lakini Mungu yupo. Neema ya Mungu ni ajabu mno. Ukifeli kuitafsiri, Biblia inasema mstari wa 11, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu. Kusudi la neema ni kukuokoa. Sawa? Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hiyo msaada wa Mungu wa kuokoa wanadamu wote duniani imefunuliwa. Lakini ni wote wanaokoka? Biblia inasema wanadamu wote, lakini wote wanaokoka? Ila imefunuliwa kwa wanadamu. Ndio maana kuna mtu ni mlevi lakini Mungu anampa afya bado, anamlinda bado, angekutana vingi vya kufa lakini afi. Iko kutafuta siku moja atubu. Mwingine yuko kanisani anafanya mauzauza mengi tu. Kuna kitu kimoja niliyokuambiaga watu hawakunielewa. Tena niwaambie, kuna wakati mtu anatenda dhambi, neema ya Mungu inaficha mpaka na dhambi yako. Kitu cha ajabu. Unatenda dhambi mbaya, mbaya, tena mbaya ambayo hata watu wakisikia watasema, ni wewe. Sasa neema inaangalia mazingira na gundua kabisa, wakijua ataharibikiwa zaidi, inakuzibia. Si kwamba inafurahia. No, inakutafuta uokolewe. Sio tu tunaelewa. I wish tungeelewa. Biblia inasema nawe yatufundisha. Kwa kazi ya neema inakufundisha. Mtoto anapokosea darasani anafukuzwaga, toka kuanzia leo wewe sio mwanafunzi. Si mnaelewa? Jamani, neema inakufundisha. Utafeli leo,
kesho inakurudisha darasani. Unafeli tena, inakurudisha darasani. Unakosea tena, inakurudisha darasani. Unakosea tena. Ila na ndio maana yule ambaye Biblia inasema kisha rudi nyuma hawezi kuokolewa tena, ni wale ambao walishakomaa kiroho, walishavuka level hizi za chekechea. Unajua tena hata mwanafunzi anahitimu, si mnaelewa? Kuna watu wanakuwa kiroho mpaka wanahitimu na anakuwa ni Superman, ni mtu aliyekuwa kiroho kweli kweli. Akikosea, neema haiwezi kufanya tena kazi ndani yake. Biblia inasema nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Inaanza kukufundisha usipende dunia, usipende hiki, usipende style, mitindo, hii si fashion, usipende. Inakusaidia mpaka ufanikiwe kusimama kushinda tamaa. Inakusaidia kufikia kuwa na kiasi, tupate kuishi kwa kiasi. Unafika mahali kiasi ndio tunaita self control. Ndio pale ambapo kama mwanadamu iko siku utaolewa, lakini you can control your body. You can control your body. Ile kwamba vijana wamepita hapo mbele, you can control your body. Self control. Ile kwamba una njaa, unahitaji chakula, hutakula ovyo ovyo. You can control your body. You can control your appetite. Si mnaelewa? Na haki, unafikia kuwa mtu wa haki na utaua katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo lazima ufike hapa katika ulimwengu wa sasa ndio utafanikiwa kwenda mbinguni. Sasa neema ina tabia, narudia, ya kuvumilia watu. Sasa neema ili ifanye kazi kwa nguvu zaidi, uaga inahitaji ushirikiano. Kwa mfano, niwaambie tu kweli. Ukizama kwenye maji, halafu mimi nikaja kukusaidia, ukaniambia sasa toka, nitakusaidia, nitakuacha. Lakini nikija nikukuta kwenye maji, halafu ukahitaji nikusaidie, ndio maana ya kufunga na nini na kuomba. Si mnaelewa? Okay, kwa mfano, watu wengi wamekuwa wakifanya makosa, wanajikatia tamaa. Hicho ndio kinachorudisha watu wengi dhambini. Si kwamba neema inawaacha. Biblia inasema waangalie wasipungukiwe neema. Kinachofanya mtu apungukiwe neema, Mungu si mwepesi kukuacha. Niwaambie, ni kweli anachoka, anajisikia vibaya unavyoendelea kufanya kosa, lakini kitu kibaya sana kinachofanya watu wengi wanarudi nyuma ni wao kukata nini? Tamaa, kujikatia tamaa. Mimi bwana, mimi dhambi bwana, nimetenda sasa. Acha tu bwana, mimi huyu Yesu bwana. Sawa? Hicho ndio kinafanya Mungu anakuacha. Lakini Mungu hamwachi mtu ambaye ana tabia ya ile ambao Paulo akasema kwenye kitabu cha Waebrania. Akasema na tukikaribie kiti cha neema. Na tukikaribie kiti cha neema. Unakosea lakini bado ni ngapi? Waebrania ngapi? 5:12. Angalieni kama sijakosea. Na tukikaribie kiti cha neema na rehema, ili tupewe nini? Rehema na neema itakao tusaidia. Kibaya kinachofanya watu wanaangamia ni kuacha maombi, kuacha kumnyenyekea Mungu. Ukiona unakosea, ukiona una udhaifu bado, ile ni vita. Endelea kumkimbilia Mungu. Ng'ang'ana, mwambie Mungu usiniache tu. Usiniache. Sawa nangu Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu. Nafikiri hadi hapo nimegusia vitu vingi sana ambavyo ni muhimu sana kukusaidia.
Kwa Mkristo anaweza akakosea, lakini kama ataendelea kuwa na bidii kutokukata tamaa, itafika mahali atakuwa mkamilifu. Hata mtoto asimami mara moja, atasimama ataanguka, atasimama ataanguka, atasimama ataanguka. Jifunze kuwa na bidii kwa kulifuatisha neno la Mungu. Shida ni kwamba sasa hivi mnapuuzia baadhi ya vitu. Mnapuuzia, yani kwa mfano sasa hivi ukiliangalia kanisa la sasa hivi, vaeni mavazi ya kustiri. Wamama mnavaa ovyo ovyo, mnavaa tu, na nyie mmesha tafsiri ndio wokovu. Rafiki, usirelax. Endelea, kama leo unafeli kuvaa vizuri, endelea kupiga mazoezi ya kuvaa vizuri. Mpaka ufike mahali ambapo ukivaa hivi, hata ukimuuliza mtu, "Asa hivi nimevaaje?" Anasema, kweli umevaa kichungaji." Piga mazoezi, la sivyo usipofikia hapo, neema itafika mahali itakupungukia. Kwa sababu huna mpango hata wa kubadilika. Neema ikae na mtu ambaye hana mpango wa kusaidika. Itafika mahali Mungu anakuondolea neema. Kinachofanya Mungu akusaidie ni ile consistency ya kutaka kubadilika. Unapiga mazoezi, marafiki wanakushauri, sometimes unakosea, unarudi. Biblia inachosema ni nini? Unastiki pale. Unastiki hapo. Kwa sababu sasa hivi dhambi zinazopeleka watu wengi jehanamu ni dhambi simple. Yaani wengi kwa sababu wanapambana na nini wengi wanashinda baadhi ya dhambi, lakini kwa mfano tu mimi niwaambieni, ukitaka usiwe mzinzi, jitahidi sana kuomba sana, lakini jitahidi pia kufanya kile ambacho Biblia imeshauri. Ndio utaishinda hiyo roho. Kuna tabia ukiwa nazo, huwezi ukaja ukakwepa dhambi ya uzinzi hata ukiolewa milele yote. Kuna tabia ukiwa nazo, kwa sababu ukiwa na zile tabia, kitu cha kwanza utatongoza wanaume. Wewe utatongoza wanaume. Kitu cha pili, roho chafu zitakuingia. Amuelewi bado wanangu? Amuelewi bado? Ngoja niwaambie. Kwa asili ya uumbaji wa Mungu, mwanaume huwa hatongozi, mwanamke ndio huwa anatongoza. Kwa asili ya uumbaji wa Mungu. Hamwezi mkanielewa. Kwa asili ya uumbaji wa Mungu, mwanaume huwa ni confessor, huwa ni mtu wa kukiri. Yaani anatongozwa, anakubali, anakuja kwa mwanamke kukubali. Nyamuelewi? Amuelewi bado? Kwa asili na maumbile na uumbaji wa Mungu, mwanamke ni attractive kwa mwanaume. Anamuingiza mwanaume kwenye jaribu bila hata kuongea. Na ndio maana mmefundishwa tabia nyingi wanawake sasa hivi. Kwa sababu wanawake mfano wa zamani walifundishwa hata akikaa anakaa hivi. Sawa? Wanawake wa zamani hata akikaa anakaa hivi. Sawa? Hata akikaa kwenye basketi walikuwa wanakaa hivi. Sasa hivi wanakaa hivi. Kwa wanaume ile ni lugha mbaya sana. Automatically haihitaji kusema. Haihitaji wewe kumwambia I want you. Lakini kuna kitu ukifanya, yeye anajua. Yeye anajua. Kuna lugha aina tatu. Lugha ya kwanza ni lugha ya sauti. Lugha ya pili ni lugha ya matendo. Lugha ya tatu ni lugha ya binafsi ya moyoni. Yaani mimi naweza nisikwambie kitu wala usiniambie kitu hata kwa vitendo, lakini kuna lugha mimi naisikia moyoni mwangu.
I try to teach you muelewe. Ndio maana Biblia itawapeleka Mungu atawapeleka jehanamu, au hata mimi atanipeleka jehanamu. Si kwa sababu nilizini, na mimi nilijiona sijazini, lakini kumbe duniani nilizinisha watu 1,000,000. Hasa kwa nyinyi wanawake. Hukuwahi kuzini, lakini ulivyokuwa unavaa ni lugha. Na ndio maana haihitaji mimi kuja hapa shuleni niulize wewe ni mwanafunzi au wewe ni mwalimu. Hamjaelewa bado. Kwani sasa hivi kuna walimu wadogo kama wewe? Si wapo? Lakini nikija naweza nikaja nikakukuta umevaa hivi nikakuuliza wewe ni mwanafunzi, wewe ni mwalimu? Sijui mnaelewa. Yaani nikikuangalia tunajua mwanafunzi. Sijui mnaelewa. Kwa kuna namna binti anavaa, mimi naelewa. Alivovaa sawa. 1 2 3 4 5. Naelewa. Sawa sawa Halafu sasa hivi mmefundishwa namna hata ya kuweka kope, na ndio maana mnapiga nayo manani yenu. Sawa? Mmefundishwa namna ya kuweka midomo. Zote ni lugha ambazo shetani anajua kuna namna mwanamke katengenezwa. Sijui mnaelewa? Sijui mnaelewa? Sijui mnaelewa? Mimi nakumbuka niliwahi kushauriwa na bwana mmoja, sasa hivi ni mchungaji, tukiwa wadogo sana. Nikiwa mdogo, yeye mkubwa. Akaniambia macho yako yana shida. Nikamuuliza kwa nini, akasema macho yako yana shida. Kwa hiyo huwa nayalinda macho yangu kwa sababu aliniambiaga yana shida. Sawa? Tangu nikiwa mdogo macho yangu mimi yana shida. Yaani sio kwamba yana shida, yalivyoumbwa. Yaani waliniambia kwamba naweza nikamwangalia mtu akaishi na mkonyeza, wakati mimi namwangalia tu kawaida. Kwa nilifika mahali inabidi nijifunze kukaza macho. Kwa sababu sikia, hata wewe kuna namna unavyomwangalia mwanaume, jiangalie unavyoangalia, unamwangalia serious. Kuna namna ukimwangalia yeye anaelewa tofauti. Kwa unashangaa anakutongoza, si kwa sababu anakutongoza, ni wewe ulimtongoza. Sasa kashakubali. Hamjaelewa bado. Ndio maana najaribu kuwafundisha muelewe tofauti iliyopo kati ya mwanaume na mwanamke, ili usiende jehanamu. Biblia inasema ole wake yeye atakayewakwaza wadogo hawa, yamfaa afungiwe jiwe atupwe baharini. Unaelewa bahari? Jehanamu. Yaani Mungu anasema ukimtemti mtu ukamuingiza kwenye mtego, ole wako wewe. Hasira ya Mungu inakutaka ukatupwe wapi? Jehanamu. Sijui mnaelewa Kwa kuna namna mnaweka midomo, kuna namna mdomoni mnapaka na hizo anja. Hizo nini si mnaita nini? Lipustiki. Sawa? Lipustiki. Kuna namna midomo ya mwanamke inakuwa. Nyie eleweni vitu ni lugha. Ni lugha ndio maana. Lakini ole wao. Mimi nawaambia ukweli. Mimi nakwambia ukweli. Sikiliza nikwambie ili muelewe lugha. Ili muelewe lugha, msije mkashindana na mimi. Kasomeni ile kwenye Mithali. Nalichungulia katika shubaka ya dirisha langu. Nikamuona kijana ambaye hana akili. Akakutana na mwanamke. Yule mwanamke akaanza kumwambia, nimetandika matandiko mazuri. Kwangu kuna nini? Kwangu kuna nini? Twende tukale upendo. Sijui mnaelewa ile lugha. Lini umemkuta mwanamke anamsimamisha mwanaume anamtongoza lini? Hao wanawake wa zamani walikuwa huni kuliko sasa. Sasa hivi ndio wahuni mara 10,000 ya kipindi kile. Kwa sababu hata nenda kasome walivyokuwa wanavaa kipindi hicho. Sawa sawa
mwanamke huwa anaongea practically, and practical is powerful than theory. Mwanamke huwa anaongea practically, na ndio maana maaskofu wengi wanangu wameanguka dhambini kwa sababu ya kuweka masekretari wa kike. Wameishia dhambini maaskofu wengi. Sababu yule dada akishaingiliwa na pepo, hamwambii mchungaji sijui nini, no, practically yanaanza mauzauza. Nyewe si mnaangalia hata movie, mnaonaga wadada wanavyofanya. Kwani ni ndio maana hata leo mkipiga picha, hampigi picha mmesimama hivi. Mnapiga picha mmefanya hivi. Mnamaanishaga nini? Mimi nawauliza, huku nyuma mnajuaga kabisa kwamba kuna lugha ambayo ipo kwa mwanaume is very meaningful. Ole wenu. Ndio mnavyopiga picha hivi. Mnaweka na kajicho hivi. Sikilizeni. Nawaambia ukweli. Jehanamu mtaenda. Nye salini sana, ombeni sana, lakini jehanamu mtaenda. Sasa hivi mkicheka unampiga mwanaume kofi. Wewe unaelewa maana yake? Unampiga mwanaume kofi. Hata unavocheka na mwanaume, cheka kwa discipline. Unacheka unajechi hivi. Amuelewi, yani yeye amuelewi. Wanaume they are watchers. Yani wao ni watazamaji. Tatizo leo liko hapa kwenye macho tu. Na wanaelewaga lugha ambayo hata hanyia hamja kusudia. Wanaelewaga. Ndio maana usishangae mtu anakutongoza. Ni wewe umeanza kumtongoza. Nawaambia ukweli. Usishangae mtu, kwa sababu mwanaume bila kuvutiwa hawezi kuja kukutongoza. Uongo kweli? Mwanaume gani anaweza akaja kukutongoza hajavutiwa? Yupi? Ongea tu kweli, yupi? Ina maana ukiona mwanaume anakutongoza, jiulize, nimefanya nini kikamvutia? Wakati Yesu mume wangu, nimefanya nini? Ni sawa utasema labda Mungu amekumba vizuri. Jikague unavyovaa pia. Kwa sababu Mungu anaweza kuwa amekumba vizuri lakini uko serious. Ni kweli wapo wenye mapepo ambao sasa wengine wametumwa ili waje kukuangusha. Inawezekana, sikatai. Lakini 90% wanawake wengi ndio mna matatizo ya kutongoza wanaume. Mnao matatizo. Kuvaa kwenu ni lugha. Sijui nini ni lugha. Siku moja nye ni wa kike, niwaambie tu. Siku moja nilikuwa nimeenda kununua mabati kwa ajili ya kujenga nyumba ambako naandaa maandalizi ya kujenga kule kwangu. Nimeenda kununua mabati, nikiwa pale kwenye kiwanda nafunga mabati, akapita dada anayeuza chakula pale. Akapita dada anayeuza chakula. Kavaa mnavyojua, mnavyovaa sasa hivi kizazi hiki. Kavaa ni sketi, ila hiyo sketi rafiki yangu tena ni ndefu huku. Si mnazifahamu zile za ujiuji, sijui za ujiuji nyinyi mnajua. Wale vijana wakasema, I say, walaini kweli kweli. Wao nafikiri walikuwa nasikia nini ndani anavoongea neno kwamba walaini kweli kweli. Wanafikiri anasikia nini ndani. Tatizo ni yule kijana, tatizo ni yule dada. Kwa sababu huwezi ukavaa gauni lako lililokustiri vizuri, halafu mtu akasema walaini. Kaona wapi? Kaona nini? Sijui mnaelewa. Biblia inasema wale wa wapi wale?
nani Malkia wa Sheba, Malkia wapi yule atakuja kuwa shahidi. Yesu alisema. Maana yeye alitoka mbali huko akaja kutafuta hekima kwa Suleiman, lakini wao walimuona Yesu, hawakutafuta hekima kwake. Niwaambie, si mnaona Waislamu wanavovaa vizuri, si mnaona wanavaa vizuri, watakuja kuwa mashahidi siku mnahukumiwa kwenda jehanamu. Ni kweli wanaweza wasiende, lakini iko siku Mungu atawatumia kuwa mashahidi. Kwa sababu wao, Biblia inasema, kwani maumbile nayo hayawaambii? Jamani, maumbile yanaongea, yana lugha. Kuna vitu ambavyo viko exactly, na ndio maana ole wako wewe ambaye ukijiangalia kwenye kioo unajionaga ni mzuri. Ole wako. Siwatishi, mimi nawaambia tu kweli kwa sababu nawapenda, kwa sababu kuna watu wa kawaida, kuna wadada wa kawaida. Hata Mungu kaumba kawaida, sawa? Wa kawaida kiasi ambacho akivaa zake kawaida hatamanishi sana. Lakini ole wako wewe uliojaliwa. Ole wako. Waambie hata ulisha yuko kuambioga na mtu asiwe ni mzuri, ole wako. Kwa sababu kibiblia uzuri wako ni kwa ajili ya mwanaume mmoja tu. Unafanyeje ili iwe hivyo? Hilo ni swali lazima ujiulize kila siku. Yes, I'm beautiful, but it is for one man. What do I do ili iwe kwa ajili ya mwanaume mmoja? Yes, mnafuata fashion, fateni tu, lakini iko siku mtakutana Mungu. Wanangu, mimi ni washauri hasa nyie wanawake, mnajaribu kubwa kuliko, kwa sababu shetani hajabadilisha kanuni. Kanuni kubwa aliyoitumia kuharibu ulimwengu huu alimtumiaga nani? Mwanamke. Hajabadili, ni mpaka leo. Ni kanuni hiyo anayoitumia. Ni kanuni hiyo anayoitumia kuharibu ulimwengu, mwanamke. Mwanamke is very strong kwenye kuharibu. Very strong. Very strong. Yaani niwaambieni, wanawake wakiwa na misimamo, duniani hakuna uzinzi. Haupo kabisa? Haupo. Labda kubakwa ndio kutakuwepo. Lakini uzinzi utakuwa haupo. Hata kubakwa inawezekana kusiwepo. Kwa mfano, nchi inaongoza kwa watu kubakwa duniani ni India. Nenda kaangalia wanavovaa. Mavazi yao yale ya asili, kaangalia, unakutaga matumbo yako nje. Vijana wanaishi wapi? Kwenye kubaka. Hakuna namna. Nchi inayoongoza kwa ukimwi Afrika ni Afrika Kusini. Nenda kaangalia mabinti wanavocheza michezo ya ajabu. Kuta wako nje, chuchu ziko nje, wanakateka viuno. Afrika Kusini wana vitu vya ajabu kweli kweli. Na ndio maana ukimwi ni nchi inaongoza duniani. Afrika Kusini ndio inaongoza. Nenda hata Google. Ndio nchi ya kwanza kwa ukimwi duniani. Kwa nini? Ndio maana ukitaka kujua kitu kina madhara, fanya research, uangalie impact. Leo mnavaa masuala ile, angalia uzinzi ulivyo grow. Angalia uzinzi ulivyo grow sasa hivi. Mambo mengine siri tu, mnajua wenyewe. Kwani si mnajua wenyewe? Amjue. Mnajua wenyewe. Kwani hata Mungu saizi Mungu ndiye anayeona mpaka moyoni bwana. Na sirini. Maana hata hapa katikati wasichana ni wangapi Mungu ndiye anayejua. Wasichana mnaelewa wasichana ni kina nani? Wasichana sio binti. Wasichana ni wangapi? Mungu ndiye anayejua. Kwa sababu hiyo jiombe sana na uwe na tabia ya kufunga na kuomba. Omba ili kumanage tabia zako.
Nyi watoto, lugha zingine mnaelewa. Nyi hapa mnasoma na wanaume. Mbona mnavaa masketi marefu hivi? Hamuelewi kwamba huu ndio ukweli wa maisha. Wanawafundisha ukweli wa maisha ni huu. Wanawalinda ili msitongozwe, msitamanike. Ndio maana mmevaa sketi ndefu hivi kubwa zenye malinda mapana. Hamuelewi tu lugha ili kuwa secure. Hata ukisema unaomba ruhusa unaenda mjini, wanakupa ruhusa, umevaa vizuri.